Sasa kuna wengine wanauliza huu ubatizo wa Roho tulianzaje kama kanisa? Na ni safari kwa sababu mimi mahali nilikuwa kanisa mara ya kwanza sikuelezewa kuhusu ubatizo wa kiroho. Nilikuwa najua ubatizo wa maji peke yake. Lakini pia tuliambiwa huko kwamba ukibatizwa kwa maji hivyo pia umebatizwa kwa Roho. Na tulipewa mfano kwamba Yesu alibatizwa akiwa ndani ya maji, alipotoka ndani ya maji Roho Mtakatifu akaja juu yake. Kwa hiyo tukaambiwa kwamba kila mtu ambaye amempokea Yesu amebatizwa kwa maji, akitoka huko ndani Roho Mtakatifu anakuja juu yake. Lakini ajabu ni kwamba kuna wachawi wanabatizwa kwa maji. Sasa akishatoka kwa maji, wewe unaashumu Roho atakuja juu yake. Maana Roho mwenyewe tunasoma kwa Biblia kwamba hawezi kuingia kwa mchawi. Example ni Simeoni. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume alijaribu kuomba Petero ampe pesa kidogo ampatie nguvu. Maana Simeoni mwenyewe alikuwa mchawi, Petero akamwambia haiwezekani. Sasa nilikuwa nafundisha kama mchungaji kitabu cha Yohana 3:5, Yesu akizungumza na Nicodemus akamwambia inakupaswa uzaliwe kwa maji na kwa Roho. Watu wengine wanachukulia hilo kuwa na maana ya kubatizwa kwa Roho. Hapana. Ubatizo wa Roho sio wa kumfanya mtu azaliwe tena. Unafanyiwa wale ambao tayari wamezaliwa tena. Mtu anazaliwaje tena? Ukisoma Yohana hiyo 1:11 na 12 inasema Yesu alikuja kwa walio wake wakamkataa, lakini baadhi yao wakampokea. Na wale waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana, sio kwa nguvu za mwanadamu na sio kwa njia ya mwanaume, lakini wamezaliwa kwa Roho. Kwa hiyo kuzaliwa tena ni kumpokea Yesu. Hata wale watu wanabatizwa kwa maji, sio kwamba wanabatizwa ili wazaliwe tena. Wameshazaliwa kwa familia ya mbinguni. Sasa wanapokea identity. Hiyo ni step. Kwa hiyo sisi ubatizo tunaokwenda kufanya leo ni ubatizo wa Roho. Ukumbuke maneno ya Yesu. Alisema, ukisoma Matendo ya Mitume 1:5, anasema Yohana alibatiza kwa maji, lakini ninyi mtabatizwa kwa Roho. Yohana mwenyewe akibatiza watu kwa maji kwenye Mathayo 3:11 aliwaambia mimi ninabatiza kwa maji, lakini yuko anayekuja baada yangu ambaye ni mkuu kuniliko na hata nyusi za viatu zake sistahili kuguza. Akawaambia huyo atakapokuja ndiye atakayewabatiza kwa Roho na moto. Sio kwa maji na Roho, kwa Roho na moto. Ninarudia uelewe, sio kwa maji na Roho, lakini kwa Roho na moto. Wafarisayo walimuuliza Yohana kwenye kitabu cha Yohana 1:20, usome kuanzia mstari wa 20 mpaka 33. Wakamuuliza, kama wewe si Kristo, kwa nini unabatiza? Akasema, aliyenituma nibatize aliniambia hiyo ndio njia nitamjulisha Masihi kwa Wayahudi. Kwa hiyo mimi mwenyewe sikumjua, lakini aliyenituma aliniambia nibatize kwa maji. Na akaniambia huyo atakapokuja Roho atakuja juu yake na atasalia juu yake. Huyo ndiye atakayebatiza kwa Roho. Hiyo ndiye atakayebatiza kwa Roho. Nakumbuka maneno Petro akasema, baadaye nikakumbuka maneno ya Masihi kwamba Yohana halibatiza kwa maji, ninyi mtabatiza kwa Roho. Kwa hiyo niliposoma sehemu hiyo nikajiuliza, siku za kwanza nimebatizwa kwa maji, lakini kikweli nilibatizwa kwa Roho? Kama kweli nilibatizwa kwa Roho, ni nini ishara kwamba nilibatizwa kwa Roho? Nikafuatilia, nikafika kwa wale waliobatizwa kwa Roho na Paulo kwenye Matendo ya Mitume 19 kuanzia mstari wa 1. Nikaona walipobatizwa kwa Roho, maana Paulo aliwauliza, kama amjapokea Roho Mtakatifu mlibatizwa ubatizo gani? Wakasema wa Yohana. Akasema hapana, Yohana aliambia watu wamwamini atakayekuja. Na waliposikia hivyo wakabatizwa kwa Roho. Ni nini ilifanyika? Neno linafundisha kwamba walinena kwa ndimi na wakatabiri.
Kwa hiyo maana yake ni kwamba huwezi kubatizwa kwa Roho na hali iwe namna hiyo. Yesu aliambia wanafunzi wake, mwende Yerusalemu, mungoje Roho, atakapokuja mtaona ishara. Wale wanafunzi, ukisoma Matendo ya Mitume 2, Roho akaja juu yao kwa njia ya meme za moto. Kwa hiyo wakawa wamepokea ubatizo wa Roho na moto, na wakanena katika ndimi. Kwa hiyo watu ambao wanashiriki kwenye ubatizo wa Roho, yako mambo yanayowafanyikia. Na ndio maana leo ninaamini kabisa kwamba baada ya ubatizo huu wa Roho Mtakatifu, kuna kitu kitafanyika juu ya maisha yako, na hata wewe mengine yatakayofanyika hautakuwa unayaelewa. Ila tu kinachotakiwa hapa ni watu wamwamini Mungu zaidi. Na unajua, ukisoma Matendo ya Mitume 4, utaelewa wale watu walipobatizwa kwa Roho walinena neno kwa ujasiri. Kwa hiyo watu wote ambao wamebatizwa kwa Roho, kuna ujasiri wanakuwa nao. Hauogopi wachawi, hauogopi chochote, na unanena kwa ufasaha, kwa ufunuo na kwa ujasiri. Hiyo ndio ishara kubwa kwamba wewe umebatizwa kwa Roho. Kwa hiyo nilipoelewa maneno hayo mwaka wa 2013 na 2012, nilikuwa nimeunganika na askofu mmoja wa Wasabato, tukaumbatiza mshiriki wetu wa kwanza ambaye aliolewa na kijana yetu hapa kanisani, tukaumbatiza kwa maji. Lakini mwaka 2014 nilipoelewa, nikafanya ubatizo wa kwanza ambao ndio huu mnauona kwa screen. Thank you Lord. Kama roho yako iko prepared, ni rahisi. Ninawabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Thank you Lord. Baptism of the Spirit. Thank you. By laying of hands. In the name of Jesus. In the name of Moses Wiliane. Kaa kwa laini tafadhali. Tuko haraka. Ukienda pale. She wants to receive the baptism of the Spirit. Receive him into your heart now. Receive it in Jesus' name. In Jesus' name. Thank you. Nikafundisha watu na wakaelewa, nikawabatiza kwa kuwaekea mkono. Thank you. Mara ya kwanza, funga macho yako. Mara ya kwanza. Katika jina la Yesu. Na mwaka wa 2016 watu wakawa wanaongezeka. 2017 watembele kama umeme. Like you came to the disciples, you are descending from heaven upon them now. Lift up your hands higher. Baba, wewe ni mfalme. Naachilia roho yako sasa. Anza kutembea sasa. Kwa viongozi sasa. Give them something new now. The Spirit of God now. It is your time now. I raise the anointing. In the name of Jesus.
Jesus. In the name of Jesus. Every power that is of God. 2019, 2021, 22 vile vile nikawa nimeendelea. Na hii ambayo mnaenda kuona ni ya 2018, nikafanya upatizo mkubwa. Hapa hakuna strako, ni moyo wako. Moyoni nimempata Yesu. Moyoni huyu anaponya kule kidogo. Moyoni nimempata Yesu. Baptist you there with the Father, Son, and the Holy Spirit. We are not fighting. I baptize you in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Baada ya kupatizwa na kujea, tuseme hobi upokee vipawa vya Roho ndio mwende nyumbani. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tarehe ngapi? 21 mwezi gani? Disemba mwaka gani? Alafu mfanye nini? Tumuue kabisa, tunataka kumaliza hii familia. Hii familia mnamaliza? Tunamaliza. Wacha tunamaliza kabisa, tunamaliza. Hii mnamaliza? Hii tunamaliza. Finish. Tunamaliza hii. Kwa nini? Hao watu wanatusumbua. Wanatushinda kila kitu. Hatutaki, wanakaa mbele yetu. Wanataka kutushinda. Sisi tuko nyuma, wao wako mbele. Tunataka kumaliza kabisa. Tunamaliza. Mimi ndio niko mbele yako. Twende basi. Twende. Sina wewe. Niko mbele yako. Bwana my baptist you. I victory beyond and shall go far and beyond. Testifying of Jesus. So I baptize you in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. You now need to grow strong as a without fear. So, baptize you are going to be used by God, near and far. I baptize you today. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. For the sake of your future, I baptize you in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Thank you, baptize you in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. I baptize you, my Lord, in union with Jesus, in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Maana nami nawabatiza kwa mwelekeo mpya kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa leo kwa ushindi mkubwa. Ndio maana nakubatiza leo kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Na hata leo 2025 huu ni ubatizo niliutangaza mwaka uliopita, lakini mimi namshukuru Mungu kwa sababu leo tuna idadi ya watu 502 ambao wanakwenda kupokea ubatizo wa Roho, na kwa hiyo ninajua kabisa kutakuwa na mambo makubwa na Mungu atawatumia. Ushauri wangu ni upi kwa Wakristo wote kijumla na kwa ufupi? Ni kwamba baada ya kumpokea Yesu, kuna hatua ya pili inaitwa waumini watapokea nguvu. Kwa hiyo hatua ya kwanza baada ya kuhubiriwa Injili, unampokea Yesu kama mwokozi wa maisha yako. Na vile Biblia inavyoelekeza kwenye kitabu cha Marko 16, mstari wa 16 na 17. Inasema watakao amini na kubatizwa. Neno hilo niliwaambia wiki iliyopita ni baptizo la Kiyunani. Watakao amini na kubatizwa wataokoka. Na 17 inasema hao ambao wameamini watapewa nguvu. Kwa jina langu watatoa pepo. Watanyosha mikono yao juu ya wagonjwa nao watapona. Japo watapewa kitu cha kuwafisha hakitawaua. Na hivyo baada ya hapa
ninaamini kabisa yale mambo yalikuwa yanakusumbua hayatakusumbua tena. Wale walikuwa wanakukanyagia chini hawatakukanyagia tena. Wachawi wataogopa boma lako, na wewe mwenyewe watakuogopa. Watoto wako walio Kenya, walio ng'ambo, mambo yao yatakuwa salama. Maana upatizo huu tunakupatiza unakupatia power ambayo ni contagious. Iko na capacity ya cooperate at home and abroad. Kwa hiyo mtu asikuambie umepokea nguvu ya Roho Mtakatifu inafanya kazi Kisii peke yake. No, the power of God is unlimited. Sasa wewe sehemu yako ni gani? Ile utafanya baada ya leo ni moja tu. Hakikisha mwili wako unapaki kwenye utakatifu. Na ninarudia, kwa sababu Roho mwenyewe ni mtakatifu. Mazingira ya kuishi ni matakatifu. Kwa hiyo huwezi kuchukua mwili ambao umepatizwa na Roho Mtakatifu ukaunachisi na umalaya. Maana mwili huo kuanzia dakika ya leo umefanyika hekalu takatifu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ibada yako kamili kuanzia dakika hii ni zaidi ya sadaka na zaka. Mpeheni Mungu mwili wako, vile Warumi 12 nasema, toeni miili yenu kama dhabihu takatifu ya kumpendeza Mungu. Na huo mwili ukisha upeana utadumu kwa utakatifu, na wewe utakuwa rafiki ya Roho Mtakatifu. Mungu wa mbinguni awabariki, na najua kwamba mtabarikiwa baada ya hapa kwa jina la Yesu.